Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Makubaliano ya nyuklia yanaweza kufikiwa ikiwa diplomasia itapewa kipaumbele, anadai waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Iran inasisitiza juu ya mstari mwekundu kulingana na imani zao za kimsingi, huku akisema bwana Araghchi kwamba moja kati ya mambo yanayozingatiwa ni kipaumbele ambacho wao wanakiona kwa sasa kitakachoweza kutatua mpango wa nyuklia wa Iran, kwamba kupunguza kiasi kilichopo cha uranium iliyorutubishwa na kukisafirisha kupelekwa katika taifa jingine. Iran haitawahi kutengeneza silaha za nyuklia kwa hali yoyote, wala sisi wa Iran hatutawahi kuacha haki yetu ya kutumia faida za kiteknolojia za nyuklia ya amani kwa ajili ya watu wetu, aliandika Abbas Araghchi. Maoni haya yanakuja wakati wa kuanza tena kwa majadiliano kati ya nchi hizo mbili yaliyopangwa kufanyika Alhamisi huko Geneva, kama ilivyothibitishwa hapo awali na mamlaka kutoka pande zote mbili. Iran itaanza tena mazungumzo na Marekani huko Geneva kwa azma ya kufikia makubaliano ya haki na usawa katika muda mfupi iwezekanavyo, alisema, na kuongeza kuwa kuanza tena mazungumzo ni nguzo juu ya maelewano yaliyoanzishwa katika duru iliyopita. Tumethibitisha kwamba hatutafanya chochote kulinda mamlaka yetu kwa ujasiri. Tunaleta ujasiri huo kwenye meza ya mazungumzo ambapo tutatafuta suluhu la amani kwa tofauti zozote, alihitimisha. Iran ipo tayari kwa hatua zozote zinazohitajika kufikia makubaliano na Marekani, naibu waziri wa mambo ya nje anasema. Mapema Jumanne, naibu wa Araghchi Majid Takhti Ravanchi alitoa taarifa sawa na hiyo, akibainisha kuwa Iran iko tayari kuchukua hatua zozote zinazohitajika kufikia makubaliano na Marekani. Wakati huo huo, CIA imechapisha wito wa kuchukua hatua kwa waandamanaji wanaopinga serikali ya Iran kuwasiliana na shirika hilo kwa usalama na kwa hakika, katika chapisho la Jumanne katika ukurasa wa Twitter. Hata hivyo, mpango mkubwa wa sasa wa Iran ni kufanya mazungumzo yenye utaratibu ambayo yatatoa heshima kwa pande zote bila kuathiri upande mwingine. Iran imethibitisha kwamba haitoweza kufanya lolote juu ya mpango wa makombora ya nyuklia na kwamba haitazalisha silaha yoyote ya kinyuklia. Haya ndio makubaliano katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na imesema kombora la nyuklia katika nchi ya Iran ni mstari mwekundu na kamwe Iran haitokuja kuwa na silaha ya nyuklia katika maisha yake, kutokana na jinsi ambavyo fatwa za Ayatollah Al-Khamenei zinavyoeleza, licha ya wabunge pamoja na baadhi ya makamanda nchini humo kuitaka serikali kuwa na makombora ya nyuklia. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.